wa uongozi wa kamati ya ardhi ya Kishushe ambao umesababisha ugumu wa kuendeleza shughuli za uchimbaji kwenye ardhi hiyo. Haya ni kwa mujibu wa wakazi wa Kishushe ambao licha ya mamilioni ya pesa kutolewa ili kuwafidia, wanalalamika kwamba hawajapata chochote, huku wakiibua hisia kuhusu ziliko shilingi milioni 30 zilizotolewa kwa ajili ya kuwafidia wakazi wa Kishushe kutokana na shughuli hizo za uchimbaji wa madini. Julius Mariki na ukamilifu wa taarifa hiyo. Na mtazamaji, inaelezwa taarifa hiyo yake Julius Mariki tutakuwa tunaipokea muda mfupi kutoka sasa. Naelezwa sasa iko tayari. Baadhi ya wanahisa wa ardhi ya Kishushe sasa wanatoa wito kwa serikali kuingilia kati ili kutatua mzozo wa uongozi wa kamati ili kuhakikisha kwamba shughuli za ardhi hiyo zinaendelea kama kawaida. Na sasa baadhi ya wanachama wa kamati shigilizi wanatoa wito kwa serikali vile kutoa leseni kwa baadhi ya wawekezaji ili kuendelea na shughuli zao na kuwanufaisha wananchi. Jiwe letu Mungu alitupa Kishushe. Sisi hatuna ng'ombe za gredi yetu ni mawe ya chimbwe, watoto wetu wafaidi. Mimi hivi nikisema nyumbani kwangu kama si pale zamani mawe ilikuwa ikichimbwa, ningelikuwa ninalala nje. Mtoto wangu alipochimba alinijengea. Je, leo wakina mama wanakaa hivyo? Kwa nini watoto wetu vijana wanahangaika? Mpaka juzi tukapewa milioni 30. Mpaka dakika hii ninavyoongea hatujui, hata sikuziona, tuliziona kwa cheki. Na kamati tukadanganywa ambayo si CSR, na pesa hiyo ilikuwa itoke kwa kamati hiyo pesa ilikuwa ipewe kamati ya mwananchi, ikapewa kamati ya sijui na serikali ama inaenda kuchaguliwa pisini sijui ya wanasiasa. Na hii pesa mpaka sasa hii hatujui kama iko, na mimi nasema naona kama haiko, imeliwa. Na sisi tunaendelea kuzungushwa merry-go round hapa. Hiyo pesa tunaomba kama president atanisikia. President mwenyewe alisema hiyo pesa ipewe jamii ya Kishushe ifanye nayo venye inataka. Lakini sijui mpaka sasa hiyo pesa iko wapi. Zaidi ya miaka 2 pesa sijui tunaambia iko kwa account. Account ya nani? Account ya tumbo ya mtu ama account ya benki? Sielewi. Investors hawezi kwanza kazi bila license. Na members wetu walikubali kwamba huyu bwana anaitwa huyo Archers Post ni kwamba aende atutolee license kwa jina la Kishushe Ranch. Na hatuna kikwazo chochote wala kizuizi chochote na hilo. Mpaka tunashindwa mpaka sasa, mwaka umeisha. Kwani nini kinaendelea huko juu? Kama tulikubaliana na tukampokea na tukampatia consent, tunataka aanze kazi. Na ataanza kazi ikiwa hizo licenses zitaachiliwa kwa uharaka. Hili naomba liende kwa Mheshimiwa Ali Hassan Joho kwa sababu ndo idara ya mining. Tunaomba serikali pia ingilie kusaidia watu wa cooperative waje ili kuwezesha hao wapate kamati mpya ambayo itaweza kufanya kazi. Sisi kama investor tumekuja hapa kufanya biashara na kushirikiana na wananchi pamoja ili kuleta faida kote sisi wananchi na sisi wanabiashara tuweze kufanya pamoja. Hivi sasa kila tukikaa muda ukiwa mrefu watu wakizozana kotini tunapata shida na gharama tunapata nyingi. Tunaomba Mheshimiwa Joho tafadhali utupatie hizi leseni kwa wepesi ili sisi ambao tumekaa kwa muda mrefu kama investor tumepata hasara nyingi tuweze kufaidika na wananchi waweze kufaidika. Na ni baadhi ya kauli zao, na sasa kilichosalia ni kufuatilia kuona hatua zipi zitakuwa zinachukuliwa kwa haraka ili kuwanufaisha wakazi wa Kishushe. Nikiripotia TV47, mimi ni Julius Mariki, Mwakivo. Asante sana Mwakivo. Na ikiwa